Mwana Ghafla News, ujambo popote pale ulipo, ni matumaini yangu kwamba Mwenyezi Mungu anazidi kukupa afya nzuri popote pale ulipo. Karibu ili kwamba tuweze kuzungumza kidogo kile ambacho kinazidi kuendelea ndani ya taifa letu la Kenya. Niweze kukopa lako sikio ili kwamba tuweze kusemezana, manake mambo yameweza kukua, yanazidi kuwaka moto ndani ya taifa letu la Kenya. Unajua mtazamaji wangu, sijui ni kwa nini viongozi wengi wakati ambapo wako ndani ya serikali, wakiona kitu ni kibaya huwa hawazungumzi. Lakini wakishaondolewa ndani ya serikali, ndio naanza kuona kiongozi fulani anasema kwamba serikali hii ni mbaya, hii ni nzuri, hii inafanya hivi na hivi na hivi. Mambo ni mengi sana. Na hivyo basi siku ya leo nitakuwa nikiweza kuangazia hayo, ambapo mtazamaji wangu aliyekuwa waziri wa kilimo au waziri wa masuala ya kilimo, na mzungumzia Mithika Linturi, ameweza kuzungumza pia na kuweza kuitaja serikali ya Rais William Samoei Ruto kama serikali ambayo haifai. Unajua, katika uongozi ambao uko sasa hivi, kuna watu wawili ambao kwangu mimi ninaweza kuwataja na niweze kusema kwamba hawa waliweza kwanza kuzungumza walipokuwa ndani ya serikali, na wakaweza kuzungumza pia walipokuwa nje ya serikali. Watu wawili peke yake. Wa kwanza Rigathi Gachagua, wa pili huyu ambaye ni Justin Muturi. Nitaweza kuanza na Rigathi Gachagua. Wakati ambapo vijana wa Gen Z walikuwa wakiweza kufanya maandamano, Rigathi Gachagua aliweza kwenda upande wa Mombasa, ambapo aliweza kufanya a short press briefing, ambapo aliweza kuangazia na kuweza kuambia wale ambao ni polisi na wale ambao ni viongozi wengine kwamba waweze kusitisha, waweze kuambia vijana waweze kuacha maandamano katika njia ambayo ni ya amani, wasiweze kutumia nguvu kupita kiasi. So kwa hivyo pia huyo ambaye ni Justin Muturi aliweza kuzungumza hivi majuzi, na alikuwa ndani ya serikali, lakini licha ya yeye kuweza kuzungumza haya yote, alitemwa nje. Siku ya leo tutakuwa tukiweza kuingia kuhakikisha kwamba tu ninakuelezea, ninakufahamisha mazito ambayo uliokuwa hauyafahamu wakati ambapo yamekuwa kiweza kuzidi kutokea ndani ya taifa letu la Kenya. Kabla sijaweza kufahamisha lolote, mtazamaji wangu, tumebakisha watu 4 peke yake tuweze kufika subscriber 30,000. So iwapo ni mara yako ya kwanza kuweza kujiunga na video hii, tafadhali like video hii. Cha pili, bonyeza alama nyekundu iliyoandikwa subscribe iliyoko chini ya video hii. Tafadhali watu wa 4 peke yake wakiweza kunibonyezea, tutakuwa tumeweza kufika subscriber 30,000, na itakuwa ni kama ushindi mkubwa sana kwa Wana Ghafla News. Tafadhali jiunge nasi popote pale ulipo, kabla tujaweza kuendelea na mazungumzo yetu. Asante sana kwa kuweza kujiunga nasi. Basi nikukaribishe ili kwamba tuweze kuendelea na mazungumzo yetu. Mtazamaji wangu, uongozi wa Rais Ruto ni uongozi ambao kwangu mimi ninaweza kutaja kwamba umekuwa ni uongozi ambao umekuwa ukiweza kupitia wakati mgumu sana. Na wakati mgumu huu, wakati ambapo umekuwa ukiweza kuzidi kuonekana, umeonekana wakati wa Kenya wanazidi kupitia hali ngumu ya maisha, na Wakenya wanazidi kulia wakiweza kusema kwamba wanazidi kutwikwa majukumu mengine mazito ambayo pia yataweza kuwashinda, ili hali majukumu haya ambayo wanazidi kupewa ni mazito kushinda yale ambayo wanazidi kuyapitia. So wananchi wa Kenya wote kwa ujumla wamekuwa kiweza kuonekana wakiweza kutumia njia ya maandamano ili kwamba kuweza kufikisha ujumbe huu kwa uongozi ambao kwa sasa upo mamlakani. Na uongozi ambao upo mamlakani, na ningependa uweze kunielewa kidogo mtazamaji wangu, uongozi ambao uko mamlakani, mtazamaji wangu, ni uongozi ambao
tokea uweze kuingia madarakani umekuwa ukiweza kukashifiwa, na wengi wamekuwa kuweza kujiuliza why is it serikali hii inataka wananchi waweze kuisikiliza badala ya serikali kuweza kuwasikiliza wananchi. Unajua mtazamaji wangu, hivyo ni vitu viwili tofauti sana, na ningependa uweze kuvielewa kidogo na ushike leo. Mwananchi kusikiliza serikali na serikali kusikiliza mwananchi. Sisemi kwamba kuna kitu kibaya hapo, lakini ningependa nikuelezee maana yote mbili ya hapa. Mwananchi kuweza kuisikiliza serikali, ikiweza kufika hatua ya usalama, ikiweza kufika hatua ya sheria, ni mwananchi ndiye ambaye anafaa kuweza kusikiliza serikali. Yaani ukiweza kwenda kinyume na serikali, sasa wakati ambapo unakujiwa, ni wewe ndiye ambaye unafaa kuweza kusikiliza kila ambacho serikali inasema. Na wakati ambapo serikali pia inaenda mkondo mbaya, inafaa kuweza kumsikiliza mwananchi wa kawaida, inafaa kuweza kusikiliza huyu jamaa au mwananchi anasema nini. Unajua uongozi ambao tuko nao sasa hivi ndani ya taifa letu la Kenya, ambao ni uongozi ambao uko chini wa Daktari William Samoei Ruto, mtazamaji wangu, usichokifahamu ni kwamba kwa sasa mambo yameweza kusambaratika, na mambo kuweza kusambaratika yaliweza kuanza wakati wa finance bill. Wakati ambapo finance bill hiyo ilikuwa inatumiwa kifua ili kwamba iweze kupita, mambo yalianzia hapo, yakaweza kuenda, mambo yakachemuka kabisa, mahala ambapo mtazamaji wangu tuliweza kuona Rigathi Gachagua aliondolewa madarakani. So watu wa Mlima Kenya wakaweza kujawa na hasira na wakaweza kuona kwamba rais aliweza kuwasaliti. Tukaweza kusonga mbele. So vijana wakaweza kuzidi kuendelea kufanya maandamano, na tokea hiyo wakati mtazamaji wangu, Rais Ruto amekuwa akiweza kutajwa kama mtu ambaye ni muongo. Kwa sababu watu kutoka Mlima Kenya wanataja kwamba ni watu wengi sana kutoka kule wameweza kuondolewa ndani ya serikali. Jambo au swali ambalo ningependa niweze kuuliza kabla sijamalizia. Je, ni kweli kwamba watu wengi kutoka Mlima Kenya ndio ambao wameweza kuondolewa ndani ya serikali? Na hivyo basi, baada ya haya kuweza kutokea mtazamaji wangu, Mlima Kenya rais aliweza kataliwa. And remember, Mlima Kenya ni mahali ambapo alikuwa ameweza kupata kura nyingi sana. So wale wote ambao walikuwa wameweza kutolewa ndani ya serikali wakiweza kuwa wanamsifia rais huku na kule, sasa hivi hawamsifii. Sasa hivi wameweza kuteam up waweze kuwa kitu kimoja. Sababu waliondolewa ndani ya serikali, pia nao wameweza kwa mwasa wataform ile ambao ni muungano wao wa kuweza kuhakikisha kwamba serikali hii wanaitupa nje. Rigathi Gachagua, Justin Muturi, Mithika Linturi na viongozi wengine ikiwemo Cleophas Malala. So mtazamaji wangu, Mithika Linturi aliweza kusema hivi nikiweza kumalizia: the time has come for me to join other Kenyans who are willing to liberate this country from this administration because nothing appears to be working. Hayo ndio ambayo Mithika Linturi aliweza kuzungumza. Mtazamaji wangu, maoni yako ni yapi kuhusiana na haya? Nipe maoni yako kwenye comment section, na pia tena usahau kuweza kulike video hii, na pia cha pili usahau kuweza kunibonyezea alama nyekundu iliyoandikwa subscribe iliyoko chini ya video hii. If it appears kwamba tumeweza kufika 30,000 subscriber, asante sana, na Mwenyezi Mungu aweze kuwabariki popote pale ambapo mtakuwa mkiweza kunitazama mkiwa. Bye bye for now.